Abud. 10 ya kwanza. 10 ndio hiyo, wengine 11. Katika ibada za mwezi wa Ramadhani, msikilizaji, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Huu ni mwezi ambapo Qur'ani imeteremshwa kwayo, kwa hiyo ni mwezi wa Qur'an. Kwa jina lingine pia Ramadhani inaitwa mwezi wa Qur'an. Kwa hivyo tukithirishe katika kusoma Qur'ani, msikilizaji, na tuweze kujivunia mavuno haya makubwa katika mwezi huu wa Ramadhani. Kumbuka ujira wake ni zaidi, yani ni zaidi na ziada. Saumu yenyewe tu hakuna anayejua malipo ya saumu, ni kama vile malipo ya subra. Subra tunaambiwa malipo yake ni upana wa pepo. Kwa hivyo yani na kupitiliza. Na saumu ndio hivyo. Mwenyezi Mungu asema saumu ni yake yeye, na yeye tu ndiye atakayelipa na anayejua ijaza ya saumu. Kwa hivyo tunapoendelea na saumu, tujue ni mwezi wa ibada, Qur'ani kwa wingi na mambo mengine. Na pia tuzingatie ya kuwa inaweza kuwa ya mwisho ambayo tutaweza kushuhudia. Kwa hivyo wakati ambapo tunafunga tupambane sana. Tuichukulie kana kwamba inaweza kuwa ya mwisho. Live this Ramadan, live it in such a way that it might be your last one. Haujui kuwa utakuwepo mwaka ujao. Tuhimizane katika hilo, msikilizaji, na wakati tunahimizana hilo, kwanza tunaingia darasani kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills. Nakuambia tena msikilizaji, unga mwandani wako hivi sasa ndani ya jiko au unapokuwa mekoni. Kumbuka Pembe All Purpose Home Baking Flour na Pembe Self Rising Flour. Huu ni unga wa ngano ambao ndio itakuwa ni chaguo lako hivi sasa, na ndio mwandani wako unapokuwa pale mekoni. Pamoja na watu wazima wenzangu, wagonjwa wa kisukari na wa presha, Pembe hata makuan. Pembe wanazingatia sana afya na siha zetu sisi, ndio maana hata sisi hatujaachwa kapuni. Tumeweza kuzingatiwa kwa hata makuan. Pembe hata makuan, unapata chapati zenye afya tele, unapata mahamri yenye afya, donasi zenye afya kupitia kwa Pembe hata makuan. Ndio awe mwandani wako katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhan. Mahanjumati yako na mapochopocho yawe ni ya Pembe kwa ajili ya afya yako wewe mwenyewe. Wanasemaje Madam Ramla huko kwenye wazo la siku? Wazo la siku ya leo. Wanasema mpira hudunda ukidundishwa. Mpira hudunda ukidundishwa. Ndio. Mpira hudunda ukidundishwa. Sasa sisi Wahindi husema pira iko pepo ndani yake. Wahindi wanasema pira iko pepo ndani yake. Pira iko dunda. Ndio Wahindi wanasema. Na ni kweli, mpira hudunda ukidundishwa. Unaona boli likiwa liko pale, limetulia tu, halijaguswa, haliwezi kwenda mahali, haliwezi kudunda. Huo ndio ukweli wa mambo. Lakini unapoanza uliguse tu, hata mtoto tu aliguse, wacha mtoto, mende tu apite hivi na aliguse, lazima litafanya nini? Litatingisika. Sasa linapodundishwa ndipo linadunda. Kama hukulidundisha, angalia kiboli cha tennis kile, mpaka kigoto hivi ndo kinaenda upande wa pili, kikirudishwa hivyo inaendelea. Na ukikikosa ndo kimepita na kitafutua, kikae kitulie. Hii ina maana hiyo, ni maana ya nje. Ama maana ya ndani, unajua balaa huwa halipatikani mpaka ulianze. Yani balaa lazima lianzwe. Kuna msemo mwingine wanasema, ukiona neno usiposema neno hutopatwa neno. Yani wewe utakapoona, na sasa hujadundisha ule mpira, umeliona ile neno kabisa au umelisikia, lakini ukanyamaza, ukajifanya kana kwamba hukulisikia, sasa huwezi kupatikana na huwezi kulaumiwa, huwezi kukejeliwa, kuambiwa wewe sabasi, wewe ya kuhusu nini asio kuhusu, umeona? Kwa sababu umeliona ama umelisikia neno, lakini ukaamua kulinyamazia. Ndio ule mpira umeuona kabisa, lakini hukuenda kuugusa. Kwa hivyo balaa lolote duniani sharti liende yani kuna ile kitu inaitwa trigger kabisa. Sharti uende ukaguse pale. Ukigusa sawia na switch za taa hizi, na sharti uende ukafanya nini? Uiwakishe. Huwezi kuambia switch waka ama taa waka na ikawaka. Sharti uende uibonyeze. Ndio, kwa hivyo mpira hudundwa unapodundishwa. Kama haukudundishwa au kwa mfano kwa wale wapenzi wa mpira, mashabiki wa Sanyani ambao waliponea chupu juzi, unaona mpira unawekwa katikati pale, kwa refa na uweka pale. Sasa lazima firimbi ipigwe, mmoja afanye nini? Au anzishe. Usipoanzishwa mpira utabaki pale pale kabisa. Kwa hivyo mpira hudunda usipodundishwa. Kwa hivyo balaa hutibuliwa. Ukimtibua mtu
utazipata. Lakini kama hujamtibua huwezi kupata balaa. Tuko sawa hapo Madam Ramla? Iko sawa kabisa. Kwenye masuala ya serikali, kwenye masuala ya serikali tukizungumza tunasema ya kuwa wakati ambapo utamgusia mwananchi na swala fulani, tuseme katika serikali ya Kenya Kwanza kwa mfano, miradi ambazo wamekuwa wakianzisha kwa mfano, wakaanzisha SHA, wakaanzisha ile affordable housing. Wakati wameanzisha yani ile mpira sasa ndio inaanza kudundishwa. Hakikisha ya kuwa wakati ambapo unadundisha itaendelea kudunda. Ukisimamisha lazima kutakuwa na balaa. Kwa mfano kama ni watoto wanacheza, waanze kuidundisha. Ukuje uishikilie ikwame pale. Lazima yule mtoto atalia. Kwa hivyo kwa serikali wameanzisha miradi tofauti kama ya SHA. Wahakikishe ya kuwa ule mpira utaendelea tu kudunda. Kwa sababu wakisimamisha ama wakitatiza, bila shaka kutakuwa na maneno pale. Na naona dalili kama mdundo unaenda kusimama, manake wafanyikazi wa umma tayari wameanza. Na hili ndilo litakalokuwa ndio jambo. Lakini lazima wajue namna ya kuliendeleza hili jambo ambalo litakuwa ni lenye kudunda hadi mbele. Huo nao ni mfano ulio hai. Na ndio ukweli wa mambo ulivyo. Kwa hivyo waendelee kudundisha, wahakikishe kwamba, na unajua mpira haudundi pasipodunda. Uwezo kuudundisha mpira kwenye mchanga, sharti udundishe mahali ambapo pana kibaraza. Kwa hivyo hilo nalo walitambue. Haya msikilizaji, hilo ndio wazo letu la siku kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills. Pembe Flour Mills kwa wafanyabiashara na wakulima wote walio bora, wanazingatia bidhaa hizo za pembe kwa ajili ya ubora wake. Na moja kwa moja tunaingia katika bomba la Ikra, na sasa unakuwa tumetoka kwa Madam Ramla tunaingia kwa Dr. Ramla hivi sasa. Nataka bomba la siku la leo tayari liko pale katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la Standard asubuhi ya leo. Wanaitwa Magnificent Duo. Dada hao mapacha wanaitwa pacha hao. Wametatiza sana wanasiasa wengi. Sana tu. Mimi unajua wakati ambapo unaguswa lakini uko na ile guilt conscience. Unajua labda kuna kitu umefanya. Bila shaka itakugusa. Lakini wakati ambapo Omar Aboud nikikugusa na jambo fulani na unajua kabisa you're innocent, haiwezi kukutatiza. Siwezi kubabaika kabisa. Sasa hawa dada wawili wameamua, na wao ndio wamesalia kwa watetezi, yani wa pekee ambao ni wasema kweli katika serikali hii ambayo hivi sasa ipo madarakani. Na hapa nimewashangaa sana wabunge kuwaita hawa dada ni wafisadi. Nimeshangazwa sana na hili, nasema tu ule ukweli. Na nimeshangazwa kwa nini? Ni sawa na kipofu kumcheka chongo. Najua tofauti ya kipofu na chongo? Najua. Sasa kipofu amekaa na mcheka chongo na tena namchekelea tu. Haoni kabisa. Haoni kabisa. Sasa mwenzake angalau ana moja. Sasa yeye amekaa na mchekelea. Sasa wabunge kuwaita hawa dada wawili hawa pacha kwamba ni wafisadi. Tuende tu, wacha nitoe tu, yani wacha nitoe niseme tu itoke. Ni unafiki wa hali ya juu. Unafiki ambao unakaribia na baba wa unafiki ambaye ni Iblis. Manake mbunge kwa jinsi wabunge tunavyowajua, halafu watu waambie Nancy Gathungu na Nyakango ni wafisadi. Mimi hapa naweza kusema ama kweli Ibilisi amezaa na kizazi kipo. Yani wabunge hili la Kenya hili wanawaita hawa ati ni wafisadi. Watu wanaotoa hisabu mpaka ya cent 0.85 0.34 wanaitoa na hakupotei kitu. Kisha mtu unakuja unasema ati hawa dada hawa pacha ni wafisadi. Sababu wamesema ati magavana ukiwauliza wanakuambia tukienda kule kutaka certificate tunaambiwa tufanye nini? Toa kitu kidogo. Ati tuhongane. Lakini nimefurahi na kitu kimoja. Wamesema hawakuwataja hawa dada. Wamesema kwamba kuna maafisa huko pale ndani kwa ofisi yake. Kwa hivyo si hawa madada. Unajua wamewagusa somehow directly. Kwa sababu wanasema ya kuwa
nyinyi mko hapa nje mnakagua masuala tofauti mkipatiana ripoti, but your house is dirty. Nyinyi hamja clean nyumba yenu, hamjaweza kusafisha nyumba zenu, lakini mko hapa nje mkijaribu kutoa report na mkijaribu kupaka tope watu wengine. Umeelewa? Lakini I am surprised that you are surprised about the current situation. Kwa sababu haitakuwa mara ya kwanza. Wakati ambapo nimeanza Omar Abudi, nimekuambia ya kuwa mtu yoyote ambaye anajua kwa mfano yeye ni mfisadi ama anafanya mambo ambayo ni chafu, wakati ambapo ataona masuala kama haya, kama ripoti ama nini inajaribu kutolewa, atababaika kwa sababu anajishuku tayari. Kuna ile conscience yake, it is not clear because they know what they are doing. Ikuanza na wao, ilianza na pale mahakama, wakati ambapo walianza kufuatilia masuala ya mahakama, wakasema kina Martha Koome ni wafisadi, wakumbuka? Kwa nini? Kwa sababu they were straightforward katika kesi zao ambazo hazikuwa zinaambatana na jinsi ambavyo kwa mfano serikali ilikuwa inataka wao waegemee sana. Wakati ambapo serikali inaona ya kuwa hauegemei upande wao, most of the time recent cases we have been able to notice ni kuwa immediately they term you as a bad person, as the bad cop. Wewe ndo mtu mbaya, wewe ndo mtu mfisadi. Kwa hivyo kwa hao kujitokeza na kuanza kuzungumza, niliwaona ilikuwa Kimani Ichung'wah pamoja na Junet Mohamed juzi pale kotini, wakasema wakawashambulia kabisa. Wakawavua nguo zao kabisa, wakasema ya kuwa wao ndo afisadi wakubwa. Tena sana kabisa, lakini ndo nasema tena hapa ni katika kile ambacho tunasema kipofu kuenda kumcheka chongo, na hayajaanza hapa. Kuna wakati mmoja, kuna huyu mama mmoja, mara nyingi jina lake walinanitoka, alikuwa katika afisi ya rais, alikuwa Ikulu hasa wakati wa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Mama moja mtu mzima hivi, aliwahi pia kuwa interior alafu akawa nominated katika kazi fulani ya wizara. Wakati wa mahojiano wabunge walimkataa. Moja katika sababu na hawakuwa na sababu, kwa sababu walimwambia kwa nini, walimwambia wewe ni mjeuri sana. Akamwambia wewe mama ni mjeuri sana. Na ilikuwa live katika runinga. Mama akawauliza ujeuri wangu ni gani? Akamwambia wewe ni mjeuri sana. Wewe kwa nini tukija kule kwa rais wewe unakuwa kizingiti? Yule mama aliwaambia, kwanza wacha kizingiti hicho mnachosema. Mpango nilionao hivi sasa, anaitwa Naomi akamwambia hivi sasa mpango ambao ninao kabisa, na nataka kufunga barabara ile mnayotumia nyinyi wabunge kwenda State House. Nataka kuifunga kabisa, ndio mpango nilionao. Kwa sababu nyinyi mnapokuja kule hamji kwa ajili ya umma, mnakuja kuomba. Nyinyi ni omba. Kila saa mnakuja kumuomba rais, tena mnaomba pesa tu. Hakuna anayekuja akasema mimi nataka mradi fulani. Wakamwambia tulikwambia wewe ni jeuri, na huo ndio ujeuri wako, na you don't deserve this seat. You don't deserve it at all. Na wakamtema hivi tu. Ikabidi arudi katika ile kazi aliyokuwa nayo kule. Hakuweza kupata ile promotion. Kwa hivyo wabunge mimi si washangai hivyo, lakini sasa na washangaa kule, na kinachonishangaza ni kule ukosefu wa haya. Wamekosa haya kabisa. Haini wewe vipi unawaita hawa dada wawili hawa ambao wanasema ukweli ya kwamba nyinyi ni wafisadi? Omar Abudi, wacha nikupatia hali kihalisia, mfano ulio hai, jinsi ambavyo watu wengi wanaishi katika manyumba zao. Ndio. For example, mume na mke. Mke kwa mfano analala ni Monica Juma, mama Monica Juma, nimemkumbuka jina lake. Mme na mke, labda mke siku zote kuna kitu ambacho anazungumza na mume wake, anamwambia jambo fulani halinifurahishi on a daily basis. Unaelewa? Siku hile kwa mfano huyu mwanamke atanyamazia. Unajua inafika mahali ambapo wanawake wengi wakati ambapo wamesema sana wananyamaza. Wakati ambapo atanyamaza, all of a sudden huyu mwanaume ataamka na atasema nini? Huyu mwanamke ana kiburi. Huyu mwanamke amefura kichwa. Unaona? Anajisahawisha
ile makosa yeye anafanya, anajaribu kumlaumu, atakuwa ana create ya kuwa yeye ndio victim. And this is exactly what is happening right now in the government, that these people are portraying to the public that they are the victims. Wao ndo wanakuwa attacked by this two women. Unaona? Wamesahau ya kuwa kabla ya attack kufanyika, haya ni mambo ambayo wamekuwa wakifanya, wakiendeleza. Imefika mahali ambapo someone is speaking out. Ndio. Mtu anaizungumzia, na wakati ambapo wao wamejitokeza kuzungumzia with facts. With facts. Hapo ndio wanaona kuwa hapa na hapa tunaonewa. Yes. And that's basically how victims normally play their games. Na hivi ndivyo ilivyo. Wabunge wanazidi kutushangaza katika taifa letu hili la Kenya. Na tayari tulipitia hizo na nikawaambia sasa hapa wenyewe wanasema alhalalu bayun wal haram bayin. Maoni ya hawa viongozi tayari yanakupatia mwelekeo. Seneta huyu Richard Onyonka anawasifu, anawaambia nyinyi ndio mmebaki, nyinyi wawili tu ndio mliobaki na sisi tunawaunga mkono. Ukija kwa kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, ndio ameanza na kauli hiyo akisema kwamba nyinyi ni wafisadi, na tuna taarifa kwamba magavana wakija wanasema lazima mtoe kitu kidogo, lazima watoe kitu kidogo. Edwin Sifuna amewaambia kabisa kwamba heko na tuko nyuma yenu, msiteteleke. Alafu ukija kwa kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed, amenishangaza na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika kauli hizi akiwa na saumu yake. Na mwisho kabisa ni kauli kutoka kwa dada ambaye ni katika wale ambao Diana Gichengo, hawa ni yuko katika Institute of Social Accountability Executive Director, ambaye pia amewakashifu wale wanaowakashifu hawa dada pacha katika swala hili la kusema ukweli. Ni hivi majuzi tu wakati ambapo kulikuwa na kikao pale kwenye Senate, ndio ambapo hawa madada waliweza kukaa mbele ya Seneti wakizungumza. Ndio. Na ndo Edwin Sifuna akajitokeza na akasema ya kuwa ndio tufanye nini sasa hivi, kwa sababu the evidence is here, it's in place. Unaona? Akasema ya kuwa it's not in my hands, hayako mikononi mwangu tena. Ndio. Sisi kazi yetu itakuwa tu kutoa report, and they are factual reports, lakini at the end of the day inabaki wale MPs kuhakikisha ya kuwa watafanya zile investigations zao yani wakishirikiana na kina DCI. Ndiyo. Wafanye kabisa investigations zitolewe, anyone who will be found guilty kabisa anakuwa prosecuted. Lakini wakati ambapo anaulizwa anasema ya kuwa we have not seen it going anywhere. Ikifika pale either kuna utepetevu wa kazi pale kwenye ikifikia pale kwenye DCI kuhakikisha ya kuwa wanaendeleza na ile uchunguzi, kuhakikisha ya kuwa hawa watu ambao wamepatikana na ufisadi wa hali ya juu wanaweza kuchukuliwa hatua bila shaka. Haya, hilo ni bomba ambalo leo hili limewaendea wabunge moja kwa moja kwa kuwakashifu dada hawa wawili ambao ni wasema ukweli wa pekee waliobaki katika taifa hili la Kenya. Tuende katika bomba letu la pili. Last week hapa, if you remember very well, tulizungumza na nikakwambia itafikia wakati wa Kenya watakatalia na watasita katika kuchangisha hili swala la SHA. Na sasa imeanza. Civil servants reject SHA deal. Wameanza wafanyikazi wa umma wanasema kwamba wanakataa. Sababu ya kukataa wanasema ni mkato wanakatwa, baada ya kukatwa na wakiwa wagonjwa wakifika hospitali wanaambiwa lazima wachangishe. Yani anapokuwa mgonjwa mmoja wao inawabidi wachangiane ndio mtu aende akatafute matibabu baada ya mkato mkubwa sana ambao huwa wanakatwa. Wahudumu wa afya na madaktari wanakatwa mara mbili. Wanakatwa mkato wanaoenda kwa SHA na kuna mkato ambao ni wao pia wa kibinafsi, lakini bado hawana faida yoyote wanayoipata. Inabidi mmoja wao akiwa mgonjwa wanachanga, kunafanywa michango ili mmoja akatibiwe. SHA bado natafuta jina hapo zuri la Kiswahili kuatilia SHA. Lakini ndio hivyo. Anyway, likija nitalitoa. Ina changamoto. Changamoto kubwa sana. SHA ina changamoto kubwa sana.
Bila shaka ni changamoto ambayo pia wao vile vile hivi sasa kufikia sasa pia wao wameamini ya kuwa na wameona changamoto zipo tena nyingi sana, lakini first step to actually correcting anything ni kuhakikisha you have accepted. Ndio. Yes. The fact that they have accepted ina maana kuwa at least tutaweza kuona matokeo hapo mbele. Labda wataweza kujirekebisha, lakini wakati ambapo unaona kuna jambo fulani, kuna kasoro fulani, lakini mtu bado they still remain to be in denial. Bila shaka it's a very very hard state for correcting yourselves. Haya, tumalizie bomba letu na bomba la mwisho kabisa linaenda kwenye makubaliano mapya ya Ruto na Raila. Hapo jana wakati walipokuwa rais anafanya ziara kwenye kaunti ya Nairobi, pana wandani wa karibu wa Raila ambao hawakuonekana kwenye show. Wabunge kama mbunge Babu Owino, Wanyonyi, Timu Wanyonyi pamoja na Senator Edwin Sifuna. Licha ya kwamba Sifuna alihudhuria sherehe ya kutiwa saini na akahutubia, lakini jana they were not on the show. It was expected. Kwa sababu wakati ambapo kulikuwa na hii event ambayo ilifanyika juzi wakati ambapo walikuwa natia saini ile mkataba kati ya UDA na ODM. Jinsi ambavyo pia tuliweza kushuhudia Senator wa Nairobi Edwin Sifuna akizungumza as Secretary General. Ndio. Yeye alizungumza na akasema he is actually giving the speech at the capacity of his post